Na kutoka Kisii basi tufike Bungoma ambako siku moja tu baada ya seneta wa kaunti ya Bungoma kumkosoa vikali gavana Kenneth Lusaka kuhusu kile alichokitaja kama uzembe katika utekelezaji wa majukumu yake, wafanyabiashara katika soko la Nalondo eneo bunge la Kabuchai wamelalamikia uhaba wa huduma muhimu. Wafanyabiashara hao wanasema soko hilo limekosa vyoo, maji safi, taa za usalama na sehemu maalum za kutupa taka licha ya wao kulipa ushuru kwa serikali ya kaunti. Wanamtaka gavana Lusaka na uongozi wake kuhakikisha kwamba miundombinu muhimu inawekwa ili kuboresha mazingira ya kibiashara na usafi katika soko hilo. Aidha, wamewataka wanasiasa kuacha kutumia soko hilo kwa maslahi ya kisiasa na badala yake kuruhusu viongozi waliochaguliwa kushughulikia changamoto zao ipasavyo. Kufikia sasa hatujui pesa ilienda wapi. Watu wakachukua jukumu wakaenda wapi? Wakaenda Bungoma kwa ofisi ya trade. Kufika kwa ofisi ya trade wakawaambia pesa iko. Hiyo pesa wadi ya viongozi wa kaunti wakakawana. Wakafika mahali tena watu wakaenda huko wakawaambia pesa ya choo imefanya nini? Iko kwa ofisi ya afya ya ofisi ya afya. Wakati watu walienda kwa ofisi ya afya wanakuta tena pesa iko wapi? Ni kama ofisi ya Lusaka ni ofisi ambayo inacheza na wadi ya Nalondo. Na hatujui hii, unajua kama kuna mtu ameangusha kaunti hii na ameangusha hapa Nalondo mahali penye speaker wa bunge la kitaifa anatoka ni mheshimiwa Lusaka. Na mheshimiwa Lusaka kwa wakati huu anajiita yeye ndiye second party leader wa Ford Kenya. Na yeye ndiye amefanya chama cha Ford Kenya inaenda chini kila siku kwa sababu hapa mahali ndio mahali penye bwana speaker wetu ngome yake penye anasaliwa. Hakuna taa, hakuna choo, hakuna chochote. Angalia miradi mikubwa ya soko hapa Bungoma. Soko ya Kandui walilipa pesa zote. Bado wanataka kufanya mabadiliko ya fedha inaitwa variation. Hii dual carriage mabilioni zaidi ya bilioni 1.3. Walifanya variation, wakatoa vivukio, wakatoa ishara za barabara, at bill it's too high. Waliuliza nani wa Bungoma mtaki vivukio kuvuka barabara?